Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki tangu mwaka 2013, amefariki kama ilivyothibitishwa na Vatican siku ya Jumatatu. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 hivi karibuni alipambana na pneumonia mara 2 pamoja na maambukizo magumu ya kupumua. Papa Francis amekuwa akiliongoza kanisa hilo tangu Papa mstaafu Benedikti wa 16 alipojiuzulu mwaka 2013, akiwa ni wa kwanza kufanya hivyo katika zaidi ya miaka 600. Kufikia wakati Papa mstaafu Benedikti wa 16 alipokufa mnamo mwaka 2022, akiwa na umri wa miaka 95 kama Papa mstaafu, mabadiliko madogo yalikuwa yamefanywa kwenye misa ya mazishi. Tunaweza pia kutarajia kuona huduma rahisi zaidi kwa maziko ya Papa Francis ikilinganishwa na taratibu za mazishi ya Papa Yohane Paulo wa pili ambayo yalikusanya mamilioni ya waombolezaji. Mchambuzi wa mambo ya kanisa Katoliki wa chombo cha habari cha Vatican CBC, David Perich, anasema kuna taratibu maalum za mazishi ya upapa, tamaduni za kihistoria ambazo zingine zilianzia mamia ya miaka au zaidi, na safu ya taratibu zilizopangwa kwa uangalifu zinawezekana tayari zinaendelea kwa sasa. Lakini kabla ya kifo chake, Papa Francis alirekebisha baadhi ya ibada za mazishi na kuzirahisisha, kwa hivyo baadhi ya vipengele vya kina zaidi vimeondolewa. Na katika makala haya tunaangazia taratibu ambazo kwa karibu miaka 2000 kanisa Katoliki limekuwa likiziendeleza wakati wa kifo cha papa, kutoka kwa mazishi ya kitamaduni katika uwanja wa Mtakatifu Petro, yani St. Peter's, hadi kilele cha moshi mweupe juu ya Sistine Chapel ambayo inatangaza chaguo la mrithi. Papa anapokufa, mfululizo wa mila na desturi hutumika kutawala interregnum, kipindi kati ya mwisho wa papa mmoja na kuchaguliwa kwa papa mpya. Katika kipindi hicho kinachojulikana kama sede vacante, kamarengo husimamia nyumba ya papa na kulisimamia kanisa katika kipindi chote cha mpito. Nafasi ya kamarengo kwa sasa inashikiliwa na kardinali wa Marekani Kevin Farrell, ambaye pia ndiye mkuu wa ofisi ya walei ya Vatican. Hatua ya kwanza huwa ni kamarengo kuthibitisha kifo cha papa. Katika karne zilizopita, kwa kadri ya mapokeo, ni kwamba kamarengo alithibitisha kifo hicho kwa kugonga kwa upole kichwa cha papa kwa nyundo ya fedha, na tendo hili hufanywa wakati akiliita jina la ubatizo la papa huyo mara 3, na ikiwa hangelipokea jibu, basi angetangaza kifo chake. Kwa Papa Francis, jina lake la ubatizo ni Jorge Mario Bergoglio. Baada ya uthibitisho, cheti cha kifo kinaidhinishwa na mchakato wa arifa huanza, na kifo cha papa kinatangazwa katika uwanja wa St. Peter's kama ilivyokuwa kwa Papa Francis na mapapa wengine, ingawa ilikuwa tofauti kwa Papa Benedikti wa 16 alipofariki mwaka 2022, ambaye yeye kifo chake kilitangazwa na ofisi ya habari ya Vatican. Kijadi kengele zinalia katika uwanja wa St. Peter kuashiria kifo cha papa, na kamarengo pia huziba vyumba vya papa kwa karatasi na riboni nyekundu, na kamarengo anatumia nyundo ya fedha kuvunja pete ya papa ya Piscatori, inayojulikana pia kuwa pete ya mvuvi, inayowakilisha mamlaka ya kidunia ya kipapa, na pia muhuri wake wa risasi ambao hati za upapa hutumwa chini yake, nao huvunjwa ili vitu hivyo visitumike tena na mtu mwingine yoyote. Baada ya hatua hiyo, kipindi cha maombolezo cha hadi siku 9 hufuata. Taratibu za kifo cha papa anayetawala ni pamoja na sheria ya kongamano yenye kurasa 30 iitwayo Mchungaji wa Kundi Lote la Bwana, au Universi Dominici Gregis kwa Kilatini, na Ordo Exequarum Romani Pontific, au ibada ya mazishi ya papa wa Roma, kitabu chenye mkusanyiko wa zaidi ya kurasa 400 unaojumuisha nyimbo na sala. Sheria hizo zinasema mazishi ya papa yanapaswa kufanyika kati ya siku 4 hadi 6,
baada ya kifo chake kama sehemu ya kipindi cha siku 9 cha maombolezo kinachojulikana kama Novendiale. Nyuma ya pazia, mambo ya kiutendaji yanashughulikiwa kama vile kuandaa mwili wa papa kwa ajili ya kutazamwa na watu wote na maandamano kupitia uwanja wa Basilika ya Mtakatifu Petro, na mkuu wa chuo cha makardinali ambaye kwa sasa ni Kardinali Giovanni Battista Re, ambaye ndiye atasimamia maandalizi ya misa ya mazishi na kongamano lijalo. Kihistoria, mwili wa papa huwekwa juu ya jeneza lililoinuka katika Basilika ya Mtakatifu Petro ili kuagwa na umma, kama ilivyokuwa kwa Papa Yohane Paulo wa pili alipofariki mwaka wa 2005. Mwili wake uliagwa kwa mara ya kwanza katika ukumbi wa Clementine na kisha kuhamishiwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya kuagwa na umma. Lakini Papa Francisco alibatilisha mila hiyo aliporekebisha taratibu za mazishi na kurahisisha taratibu hizo ili kusisitiza wajibu wake kama askofu tu, na hivyo kutakuwa na mkesha mmoja badala ya miwili. Hata hivyo, wageni bado watakaribishwa kutoa heshima zao, lakini mwili wa Papa Francis utaachwa ndani ya jeneza na kifuniko kikiondolewa. Mazishi hayo hufanyika siku 4 hadi 6 baada ya kifo cha papa, na kwa kawaida huvutia umati mkubwa wa watu. Takribani waombolezaji 300,000 na viongozi 100 wa dunia walikusanyika katika uwanja wa St. Peters kwa ajili ya mazishi ya Papa Yohane Paulo wa pili ya mwaka 2005, na takribani watu 50,000 walihudhuria mazishi ya Papa Benedikti wa 16 ambayo yaliongozwa na marehemu Papa Francis. Mazishi ya Papa Francis yatafanyika nje ya uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro, na kuna uwezekano yataongozwa kwa Kilatini na Kiitaliano na kardinali mkuu. Wakati Papa Francis aliporekebisha taratibu za mazishi, alifanya mazishi yake yasihitaji tena majeneza matatu ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa miberosh, risasi na mwaloni, na badala yake sasa atazikwa katika jeneza moja la mbao lenye zinki. Masanduku matatu ya kitamaduni yalikuwa yakitumika kuwazika mapapa ili kutengeneza uthabiti usiopitisha hewa kuzunguka mwili wa marehemu papa. Pia waliruhusu vitu kama vile sarafu au hati za karatasi zilizotolewa na papa wakati wa utawala wake kuzikwa pamoja na mwili wake. Papa Francis pia anavunja mila kwa kutaka kuzikwa katika kanisa la Santa Maria Maggiore huko Roma, na kumfanya kuwa papa wa kwanza kuzikwa nje ya Vatican kwa zaidi ya karne moja, na pia hii inamaanisha kuwa hatazikwa pamoja na mapapa wengine 91 waliozikwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Papa wa mwisho kuzikwa nje ya Vatican alikuwa Leo wa 8 aliyefariki mwaka 1903 na kuzikwa katika kanisa kuu la Roma la Mtakatifu Yohane wa Laterani. Baada ya hatua ya mazishi, sasa inafuata hatua nyingine muhimu ya mkutano wa conclave kwa kumpata papa mpya. Ndani ya siku 15 baada ya kifo cha papa, makardinali wataanza mkutano huo wa conclave. Neno hilo ambalo limetokana na neno la Kilatini cum clave linalomaanisha kujifungia kwa ufunguo, kwa sababu wanakuwa wamefungiwa katika kanisa la Sistine Chapel huko Vatican ili kumpigia kura papa ajaye. Makardinali wameapishwa kutofichua taarifa zozote kuhusu majadiliano yanayoendelea ndani ya kongamano, na pia kujitenga na taarifa pamoja na ushawishi kutoka nje. Theluthi mbili ya wengi inahitajika ili kumchagua papa, na mmoja baada ya mwingine makardinali wanatembea kwenye njia kuelekea eneo la Michelangelo wa hukumu ya mwisho ili kupiga kura yao. Karatasi za kura zinachomwa, na kulingana na rangi ya moshi unaotoka kwenye bomba la chapel, watazamaji kutoka nje wanajua kuwa makardinali wamefanikiwa kuchagua mrithi wa Mtakatifu Petro, yani papa au la, ambapo moshi mweusi unamaanisha kura zaidi zinahitajika na moshi mweupe huashiria kwamba papa mpya amechaguliwa. Katika mikutano mitano iliyopita ya mwaka 1963, Agosti na Oktoba 1978,
mwaka 2005 na mwaka 2013 ilidumu kati ya siku 2 hadi 3. Baada ya kupatikana, aliyechaguliwa anaulizwa kama anakubali kuwa papa, na akikubali anahamishwa hadi kwenye chumba cha machozi, ukumbi mdogo karibu na kanisa la Sistine, ambako anakuwa amevaa kasoki ya upapa kwa mara ya kwanza, na atachagua jina lake la kipapa ambalo linatokana na hisia kali ambazo papa huyo mpya ataihisi mara tu anapoingia chumbani humo. Baada ya hapo, papa mpya anaongozwa nje na mkuu wa chuo cha makardinali, ambaye kwa sasa ni kardinali wa Kiitaliano Giovanni Battista, hadi kwenye balkoni ya kati ya Basilika ya Mtakatifu Petro kuelekea uwanja huo, ambapo waumini watapata nafasi ya kumwona papa mpya kwa mara ya kwanza, ambapo shemasi atatamka Habemus Papam, kumaanisha tuna papa, na atamtambulisha papa huyo kwa jina lake jipya. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis Kumwenda wa Uhai Online TV. Endelea kubaki pamoja nasi, na ili usipitwe na habari yoyote, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.